Sasa cha kushauri na kifanywe kazi kwa haraka kabisa. Ndio. Moja, kamati ya saa 72 ile kutana ile yote ivunjuliwe mbali. Iundwe upya. Kwa nini? Imetufanyia maamuzi ambayo maamuzi hapa imeingiza watu katika hasara kubwa ya mpira. Hapa tunazungumza leo, tunazungumza maamuzi sasa. Kwa hichi kilichofanyika lazima tumeimba hapa siku zote hapa. Sasa twende katika maamuzi. Mimi napenda kitu kimoja. Na natamani kitu kimoja. Kwanza unakubaliana na hilo? Nikishazungumza hili ndio nitajua kama nakubaliana kama au vipi. Sawa. Mimi natamani kusikia sababu za msingi za wao zilizopelekea kuahirisha mchezo. Kuahirisha, unataka kusikia sababu zao. Unaweza kukuta labda walikuwa na hoja waliandika hoja zipi wakati walalamikaji Jobu katika ile barua. Hoja zipi wakati ukiangalia ile wameandika, alafu baadaye wanakuja huku katikati tena wanakuja wanajichanganya wenyewe kwamba hata hivyo Simba walikwenda kule uwanjani bila kuwasiliana na mamlaka ya uwanja, timu mwenyeji, msimamizi wa afisa usalama, mrakibu msaidizi wa polisi kutoka Dodoma Hashimu Abdalla kwa ajili ya kumlinda mnyama. Mwisho unakwenda tena. Sasa ndio maana tunasema imefika wakati ndio imefika sasa wakati tuseme uamuzi ni moja. Kamati ya saa 72 ipigwe chini. Mfanye maamuzi magumu. Usiangalie watu usoni. Ukitaka kuangalia usoni hapa, tutakuwa tucheze mpira. Tutakwenda hivi. Tutakuwa tuna demka. Mtu akijisikia kwenda uwanjani wasiende. Ingawa kwenye ile taarifa pia kuna mahala ambapo wanasema kwamba moja kati ya sababu ambazo zilifanya wakauhairisha mchezo ni kwamba kuna baadhi ya vitu ambavyo kamati iliona kwamba vinahitaji uchunguzi zaidi ambao hauwezi kuisha kwa muda ambao ulikuwa unaweza ukaifanya mechi ichezwe kwa ile siku. Kwa hiyo huenda tukawa sahihi kusema kwamba tuendelee kutoa muda, pengine majibu sahihi yanaweza yakatoka kutokana na kile kitu ambacho kilitokea pale. Hapana, Steve Njema. Ukisoma kanuni za bodi ya ligi za mwaka 2004. Sawa mzee wangu? Ukienda kwenye sababu zinazoweza kupelekea kuahirisha mchezo, kanuni ya 34, kwenye zile sababu 5. Endapo timu ya taifa inacheza, endapo timu ina wachezaji wasiopungua 3 kwenye timu ya taifa. Kipengele cha 3, sababu ya dharura na yenye msingi. Sababu ya dharura na yenye msingi ni kama hivi: tishio la usalama, kwamba endapo kamishna Jumanne Muliro kaambiwa kuna uwezekaniko wa mabomu, hali ya hatari na inayotisha usalama kama hiyo, kwamba ili tuweze kufanya ukaguzi na kujiridhisha inahitaji muda. Lakini kwamba kwa hoja ambayo inaonekanika wazi imetokana na barua iliyoandikwa usiku na mnyama kushinikiza kwamba siji kucheza, ndio kwamba anahitaji kufanya uchunguzi. Hakuna uchunguzi wowote wenye kutoa uhalali wa hii mechi isichezwe. Tena masaa ya mapema ya siku hiyo ya mechi, mwenyekiti wa bodi Steven Mguto amesema hii mechi iko pale itaenda kupigwa. Hakukuwa na sababu yote kwenye hii hapa kanuni ya 34 inayoelezea sababu zinazoweza kupelekea mechi isichezwe. Hakuna hata moja ambapo bodi ya ligi wameshikilia kwa mashiko. Na ni ile sababu ya msingi, kuendesha kwa hisia, udhaifu wa bodi, na pamoja na kuendeshwa na vilabu hivi vikubwa vya Simba na Yanga.